Tunazo dakika 90 nyingine za mchezo wa ligi kuu ya soka ya Tanzania bara. Young Africans au unaweza ukaita Yanga wapo nyumbani katika uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam, wakizidi kunyukana dhidi ya vijana wa kikosi cha Mashujaa FC, wazee wa mapigo na mwendo kutokea katika upande wa mkoa wa Kigoma. Wananyukana na kuchuana dhidi ya Young Africans. Moja ya mchezo mgumu, moja ya mchezo ambao unataraji kuteka hisia za watu wengi zaidi. Saa 10 kamili ndio mchezo ambao unaanza kurindima, na kila mmoja katika nafasi yake akitaji kuidazama Yanga kila ambacho atakuja kufanya na kila ambacho atakuja kutoa katika mchezo huu. Ni moja ya mchezo mgumu, moja ya mchezo ambao tunataraji kutazama ushindani kwa pande zote mbili ukiwa unaonekana. Yanga ni moja ya timu ambayo imedhihirisha na kuthibitisha wazi zaidi katika sehemu ya ubora na ukomavu mkubwa ambao wamekuwa nao katika upande huo. Ni mechi ya 7 kwa upande wa Yanga wanakwenda kucheza, wakati ambao ukitazama kwenye mechi 6 za mwisho wameshinda mechi 5 na wamepata sare katika mchezo mmoja. So performance yao obviously so better katika kila ambacho kinaonekana katika upande huo. Kikosi cha Young Africans kinaingia katika mchezo huu kikiwa na nyota wake wapya ambao wameingizwa kwenye hili dirisha dogo kama maingizo mapya. Tunajua na tunatambua ya kwamba kwenye hili dirisha dogo Yanga kaingiza wachezaji obviously wasiopungua 5 wakiwemo nyota wawili kweli ambao wana matumaini makubwa ya kuifanya Yanga inakwenda kufanya vizuri zaidi, kwa maana ya Laurindro Danielson, Aurelio Depo pamoja na Mwamba Alan Okero, ambao usajili wao umeibua gumzo kubwa na umegharimu kiwango kikubwa zaidi cha pesa. So mchezo huu ni moja mchezo ambao tunasubiri pia kutazama kila ambacho wanakuja kuonesha baada ya kukaa na kikosi kwa zaidi ya siku 5 katika kambi hiyo ya Young Africans. Sasa moja kwa moja tutazame probable lineup ya kikosi ambacho kinakwenda kuanza upande wa Yanga na ugumu wanaokwenda kukutana nao dhidi ya Mashujaa, na kukumbusha kwamba timu hizi mbili mechi ya mwisho wakikutana katika uwanja huu wa KMC Complex ilikuwa ni msimu jana. Kama mnakumbuka, Yanga alifanikiwa kuibuka na ushindi mabao 3-2, mechi ambayo haikuwa mechi rahisi. Ni mechi ambayo Yanga alishinda mabao 3-2. Prince Dube baada ya kuwa amecheza mechi 10 pasipokuwa na bao lolote upande wa NBC, tunasema dhambi zake zote walizivaa na wakakubali kuzipokea Mashujaa, kwa sababu mechi hiyo aliweza kupiga mabao 3 kwa maana ya hat-trick katika mchezo. So tunasubiri tuone pia katika mchezo huu itakuwaje katika upande wa Dube. Upande wa NBC ana bao 1 anawakutana Mashujaa tena, tunasubiri tuone kama ataongezea tena kama ambavyo aliweza kuwafanyia mara mwisho wanakutana. Kikosi cha Yanga kipo hivi: golikipa ni Abu Twalibu Msheri, fullback right, beki namba 2 ni Izra Patrick Mwenda, 3 ni Mede Shedra Kaisaka Boka, wakati ambao mabeki wa kati ni Bakari Nondo Mwamnyeto sanjari na Dickson Jobu ndio wanasimama kama mabeki wa kati. Then 6 yuko Damaro Kamara, wakati nambari 7 ni Max Mpia Nzengeri, 8 ni Duke Abuya, moja wachezaji bora kabisa ambao Yanga wanajivunia uwezo wake na ubora wake. Then upande wa nambari 9 ni Prince Dube ndiye anatangulia kuanza katika nafasi hiyo, wakati ambao nambari 10 yuko Pako Mpedo Zuzwa na 11 akimalizia chuma kweli Mwamba Celestine Ekua, ambaye moja kwa moja anapata nafasi ya kwanza katika upande huo. So hao ni probably wachezaji 11 ambao wanakwenda kwanza. Automatically Depo na Okero ni moja sisi ambao wataanzia bench ili kuja kuingiza na kufanya kitu cha ziada katika upande huo, wakati ambao wanaisupport timu kufanya vizuri na kufanya makubwa katika nafasi hiyo na katika mchezo tu. What's your comments katika upande wa mchezo huu kati ya Yanga dhidi ya Mashujaa? Ni nani unamtakia ushindi katika upande huu?